Naitwa Caritas George, mimi ni mchumi wa Benki Kuu na hapa tupo kwenye viwanja vya Sabasaba katika banda la Benki Kuu. Hapa kimsingi tunaendelea kuelimisha jamii na Tanzania wote kuhusu Benki Kuu ni nini na inafanya kazi gani. Na katika kazi zake Benki Kuu kuna jukumu la msingi ambalo ni kutunga na kusimamia sera ya fedha ili kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei unabaki kuwa chini, lakini pia mifumo ya fedha inafanya kazi kwa uimara ili kusaidia ukuaji wa uchumi ambao ni endelevu. Sasa sera ya fedha ni nini? Haya ni maamuzi ambayo yanachukuliwa na Benki Kuu ili kuchagiza kiwango cha fedha kwenye uchumi kinachoendana sawa na nini na shughuli za uchumi zinazoendelea kwa wakati husika. Kwenye sera ya fedha tunatumia tulihama kutoka mfumo ambao unaangalia ujazi wa fedha kwenye uchumi tukahamia kwenye mfumo ambao sera ya fedha ambayo inaangalia riba. Sasa kwenye sera ya fedha ambayo inaangalia riba tunatumia kitu kinaitwa riba ya Benki Kuu ama kwa Kiingereza ni Central Bank Rate. Sasa hii riba ya Benki Kuu ni kitu gani? Ni kiwango cha riba ambacho kinaamuliwa na kamati ya sera, lakini kinatumika na Benki Kuu kusimamia au kuashiria mwelekeo wa sera ya fedha kwa wakati husika. Kwa sasa hivi tunaangalia ni kipindi cha robo mwaka, yani miezi mitatu. Sawa. Sasa hii riba ya Benki Kuu inafanyaje kazi? Yenyewe tunaangalia kwamba mwelekeo tunaoenda tunataka kupunguza au kuongeza hela kwenye mzunguko, kwa hiyo tunatumia zile riba. Kwa sasa hivi tuna swala la kuongezeka kwa riba ya Benki Kuu. Na hiyo imeongezeka kwa sababu tumeona kwa hiki kipindi mfumuko wa bei umekuwa umeongezeka. Na tulisema mwanzo kwamba tunaangalia sera ya fedha itakayodhibiti mfumuko wa bei kuwa chini lakini tulivu. Sasa kuongezeka kwa mfumuko wa bei kumesababisha ile riba yetu ambayo tunaitumia sasa kudhibiti vitu tuiongeze ili kusudi isaidie kufanyaje kushusha ule mfumuko wa bei. Na tunaangalia sana mfumuko wa bei kama Benki Kuu kwa sababu mfumuko wa bei unapokuwa upo juu wenyewe unaathiri thamani ya shilingi yetu. Kitu ambacho katika uchumi wote tunahitaji ile thamani ya shilingi iendelee kuwa imara. Sasa mfumuko wa bei unapotokea, thamani ya shilingi ikishuka, kuna vitu vingi ambavyo vinatokea hapa. Uchumi unaweza thamani ikishuka, masuala kama ya uwekezaji yanakuwa yanaathiriwa, lakini pia uzalishaji pia unaathiriwa. Mwisho wa siku hata ajira, upatikanaji fedha kupatikana inakuwa ni ngumu. Lakini sasa mfumuko huu wa bei ambao tunautazamia ambao tumeongeza hii riba ili kuushusha chini umesababishwa na kuongezeka kwa bei za mafuta, lakini pia kuongezeka kwa bei za uzalishaji, na hii imetokana na migogoro ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, na wale pia ndo wachimbaji na wasambazaji wa mafuta kwa nchi nyingi. Sasa kile kinachotokea kule kinatuathiri sisi sio kisiwa. Tunanunua mafuta kutoka nje ili tuweze kuyatumia. Sasa kwa sababu kule kimetokea vile, bei za mafuta zimekuwa zimeongezeka, na ndio maana imesababisha hata huku bei za mafuta kuongezeka, lakini mafuta yanagusa vitu vingi. Yanagusa usafirishaji, yanagusa masuala ya kusafirisha mazao kutoka mashambani kuja masokoni. Kwa hivyo vitu vyote vimechangia kuwepo kwa mfumuko wa bei sasa ambao tunaushusha kwa kuongeza riba ya Benki Kuu.